Na salimu kila mtu katika aliye katika hii dunia kwa jina la Yesu, nikiwa na furaha ya kwamba kila mtu aliye katika hii dunia mahali penye yuko salama kwa utukufu wa Mungu. Nataka kuleta mada ambayo inazungumzia ya kwamba injili ni rahisi kuliko kila kitu. Kumekuwa na propaganda, kumekuwa na uongo mwingi, kumekuwa na uganga, ukora, utapeli, kumekuwa na porojo nyingi sana kulingana na injili, ya kwamba injili ni ngumu, na ikafanya hata watu wengine wakaona ya kwamba hakuna haja waendelee kuamini injili, kwa sababu waliowaambia waliwadanganya, wakawaambia kwamba injili ndio kitu kigumu. So ikabidi hao watu wakapate kuamini ya kwamba vile waliambiwa ndio hivyo. Lakini nimekuwa nikifundisha hapa nikisema ya kwamba hakuna kitu kigumu katika hii dunia kando na mtu kukuwa muasi. Unapokuwa muasi, unapokataa habari za Mungu, sasa mambo yote yanapokuwa magumu kwako, utatafuta lawama, utatafuta mahali pa kuegemea, ionekana ya kwamba shida sio wewe, shida ni mambo mengine. Lakini nataka nikuletee kichwa ambacho kinazungumzia ukweli ya kwamba injili dunia mzima. Unapotafuta kitu rahisi, usijaribu kutafuta kitu kingine kando na injili. Ingewaje vile tumefundishwa na vile tumekuwa tukiamini, tulidanganywa na tukaamini ya kwamba injili ni ngumu. Lakini siku ya leo nataka nikuambia kwamba sio hivyo. Nataka nikueleze ya kwamba dunia yote, wakati tunazungumzia dunia yote, tunazungumzia kuanzia mbinguni, duniani, katika nchi kavu mpaka baharini. Dunia yote, hakuna kitu rahisi kuliko injili. Na inakuwaje rahisi? Sasa unajua hapo ndio shida, kwa sababu sio rahisi kwa watu wengi, wanajua ni ngumu. Wengine wameona kwamba injili imejikanganya. Ndio maana siku hizi unasikia mtu anachukua mstari pale kwa Biblia, anachukua mwingine pale, analeta pamoja, anasema huu mstari hapa ulisema hivi, pale ulisema hivi. Sasa huyo mtu anasimama na mstari katika Biblia tofauti, anaanza kujikanganya mwenyewe kwa sababu haelewi ufunuo, alafu baadaye anaanza kusema kwamba injili ni ngumu. Injili itakuwa rahisi kwa njia gani? Kwa mtu yoyote ambaye ataiamini. Hapo ndio uzito wa injili nilikwambia upo. Itakuwa rahisi kwako utakapoiamini, na itakuwa ngumu itakuwa ngumu wakati utaikataa. Hivyo ndivyo leo injili yenyewe inatuambia. Ani kwanza injili ni nini? Ni Mungu mwenyewe. Unapojifanya kwamba Mungu aliyekuumba, unasema ndiye alikuumba, alikuleta katika hii dunia, ndiye anakulinda. Unapofika mahali na kuona kwamba huyo Mungu hafai katika maisha yako, na kuanza kutafuta njia mbadala, kuanza kuegemea kwa vitu zingine, mambo yako yanaanza kuwa ngumu. Alafu baadaye unaanza kuzingizia vitu zingine ambavyo ni viumbe. Injili hii tuliambiwa katika Mathayo kwamba tuende tuihubiri, watakaoiamini watu hao watabarikiwa. So baraka za injili ni nini? Ni malipo ambayo tunalipwa kwa sababu ya kuikubali. Ni malipo gani? Ni mambo ambayo Mungu mwenyewe anatuambia kwamba ni mambo ambayo yeye mwenyewe amekusudia, mipango zake mizuri alizotupangia. Hayo ndio malipo ambayo tutapata kwa sababu tumekubali injili. Lakini tunapoikataa, yeye mwenyewe anasema kwamba tumeshajilani. Sasa tumejilani kwa sababu gani? Tumekataa injili, tumemkataa Mungu. So ndio maana ukiangalia katika uumbaji wa Mungu, alipoumba akasema pale kuwe jua, pale kuwe nyota, milima zikawe pale, nyoka zikawe pale. Kaumba mwanadamu,
Alipomaliza kuumba viumbe hivi, mwanadamu akiwa mtu wa mwisho kumleta ili akaweze kuvitawala. Mwanadamu ndiye amepewa uongozi wa kutawala viumbe vyote. Ndio maana anasema kwamba akaumbwa kwa mfano wa Mungu, akapewa mamlaka, uwezo, nguvu yote ya kimungu ya kutawala vitu vyote vilivyoumbwa na Mungu. Mwanadamu alipewa hayo mamlaka, lakini sasa swali ni hili: wakati mwanadamu amepewa hayo mamlaka, kuna mambo aliambiwa. Akaambiwa kwamba mambo haya yote yatakutendekea vizuri, mambo haya yote yatatendeka vyema utakapokubaliana na mambo ambayo nitakuambia. Utakapokubaliana mambo yote, Mungu alisema ya kwamba yatakuwa shwari, lakini yatakutendekea hivyo shwari kulingana na wewe, sio mtu mwingine. Utakapokubaliana na mafundisho ya Mungu, mafundisho ya Mungu, yeye mwenyewe atahakikisha kwamba mambo yote yatakuwa salama. So akaleta mwanadamu katika hii dunia, akamweka mahali pa kuishi, mahali pazuri. Akamwambia kwamba mambo haya yote wewe tumika kwa mambo haya yote hapa, fanya hivi hivi, tawala. Hata akampatia mamlaka ya kuweza kupatia wanyama majina, na mwanadamu ndiye aliyepatia simba. Yote kawa mzuri, Mungu akimtumia sasa huyu mwanadamu kuonesha kwamba ni kiumbe cha Mungu cha kipekee. Mungu akaanza kufanya nini? Kuita wanyama kupitia kwa mwanadamu. Sasa mwanadamu akawa ni kiumbe cha kipekee cha kimungu. Akaambiwa kazi yake tu ni kuabudu na kukula. Hakuna shida yoyote ambayo mwanadamu alikuwa nayo. Sikia vizuri, kazi yake tu ni kuabudu. Chakula kilikuwepo, kwanza vyakula vilikuwa pale, ameshapewa. Mwanadamu huyo hata kwenda kwa shamba kulima, mambo yake tu bwana ilikuwa shwari. Huyu mwanadamu hakuamka asubuhi kwenda kutafuta kazi, mambo yake ilikuwa shwari. Injili naye ni mzuri. Hivyo ndiye aliambiwa na Mungu, kazi yake ni kuabudu, mambo mengine yote atashughulikia. Kuthibitisha yeye mwenyewe katika Mathayo anasema nini? Tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yake, mengine yote ambao mnahitaji ninayajua. Sikia vile anasema, anayajua. Ndio maana alitengeneza miti yakaweka, hii ni ya matunda tukule kwa huu, akatengeneza wanyama, akatengeneza mboga. Hizo zote kwanza alitutengenezea sisi kabla hajatuumba. Hizi vitu zilikuwa zimeshaandaliwa, kwa sababu alijua kwamba tutakapoletwa hizi ndio vitu ambavyo tutakuwa tunatumia. Sasa unaona, wanyama walikuja kwanza, mboga zilikuweko kwanza. Hizi vitu zote Mungu aliziumba kwa sababu ya sisi, tutakapofika tutaanza kuzitumikia. Sasa siku hizi zile vitu ambazo ziliumba kwa ajili yetu, ukiangalia mambo yamebadilishwa. Aliyesema ya kwamba tafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, mengine yote mtapewa. Tuliwacha kutafuta ufalme wake na haki yake. Tuliwacha kutaka kujua Mungu anahitaji nini, anataka tufanye nini na tunafaa tufanye nini, ndio tuendelee kukaa katika baraka za Mungu, tuendelee kukaa katika ile njia yenye Mungu anataka. Hiyo tulikataa. Sasa tukaanza kutafuta vile sisi wenyewe tunataka. Ndio maana vile vitu ambavyo tuliambiwa hatufai kutafuta, vile vitu tumepewa tayari bure. Vyakula, nyumba, hizi vitu tumeshapewa, vile tutangulia kukuja katika dunia. Mavazi, ndio sisi tukakuja. Sasa vile vitu ambavyo tulikuwa tumeshapewa bure tukavikataa ya kwamba hizi vitu hatutaki bure, tukaanza kuvitafuta. Wakati tuliambia kwamba sisi tubaki akili yetu ikiwa imemtazamia Mungu, tukakataa. Tukaanza kutazamia chakula, tukaanza kupigania mashamba na pesa, tukaanza kupigania vitu vya dunia, vile vitu ambao Mungu alikuwa ameshatuumbia kwamba vile vitu sisi ndio tunavitawala. Tukaruhusu zile vitu ambao tulikuwa tunavitawala vimekuja kwa maisha yetu, vikaanza kututawala. Hapo ndio tulipotelea. Sasa unaona injili ilikuwa rahisi. Kazi ya mwanadamu tu ni kuabudu. Akishaabudu, vyakula akitaka viko pale, kila kitu ilikuwa imeshaandaliwa kwa sababu ya mwanadamu. Akakuja akaambia Mathayo, tafuteni kwanza mimi
Mimi mkishanipata, chakula mimi ndio huwa naleta, mavazi ni mimi ndio huwa naleta, watoto ambao mnatafuta kwanza mimi ndio huwa napeana, kama ni nyumba ni mimi, kama ni pesa ni kila kitu, mnitafute mimi ambaye ndio mpeanaji. Mkisha kuwa sawa na mimi, hata hamtahitaji kuomba nguo. Ninajua yeye mwenyewe anasema mnahitaji nguo. Ninajua mnahitaji mkule ugali na nyama ya nguruwe na samaki na kuku na mboga za kienyeji, ninajua. Lakini kwanza mnitafute mimi Mungu, alafu mimi ndiye ninapeana hiyo nguruwe ambayo mnataka mkule, napeana hiyo samaki, napeana hiyo kuku, napeana hizo mboga za kienyeji, napeana hizo soda na hiyo chips na vitu zingine zote ambazo mnahitaji, kama ni mavazi ambayo mnahitaji, kama ni hiyo kitenge ambayo unahitaji, kama ni hiyo jeans, kama ni hiyo nyumba ambayo unahitaji, utapewa kulingana na vile alikupangia. Hapo nafaa usikie, utapewa nyumba, utapewa gari, utapewa mavazi, vyakula kulingana na vile yeye mwenyewe alikupangia. Ukiitisha vyakula ambao Mungu wako kupangia, kuvipata itakuwa ngumu. Utakapojaribu kujilazimisha utavipata, lakini utakula na utashiba. Utavipata na utakosa amani, mpaka Mungu aingie kwa akili yako, umtambue kwanza. Mungu mwenyewe akasema hivyo. Sasa ilikuwa tu ni kuabudu na mambo yote imeshaletwa kwetu. Ye mwenyewe aliambia mitume, aliambia aje manabii, aliambia aje wanafunzi wake, nendeni duniani kote mhubiri injili gani? Watu watubu, ufalme wa Mungu umekaribia, watu wakae maisha matakatifu. Mwaeleza aje watu wajitenge na mambo yote mabaya na wakae katika maisha ambayo mimi nataka wakae. Yale ambayo wanatafuta mimi nitawapea bure. Siku hizo wanatafuta mke wa kuoa wa kilasi yako, akuja kusaidia katika ndoa. Ukishamaliza kumuoa, anakuja katika ndoa, anakuwa mzigo. Baadaye unasikia kwamba sijui amekata betri zako, mwingine umesikia amekata sijui matiti ya mwingine. Sasa kweli hii ndio ndoa Mungu alikusudia? Na wewe ndio ulitafuta mwenyewe klasi yako, yule ambaye amesoma working class, mtu ambaye unaweza enda naye katika mikutano, aongea, address watu wakupigie makofi ya kwamba wewe nao uliangukia. Kumbe wewe ndio uliangukiwa, kwa sababu ulikataa kuenda na mpangilio wa Mungu, ukataka kwenda na mipangilio yako, na ukaenda kweli, ukaona miaka imeenda 2, 3, hata miezi, ukaambia watu ndio hiyo nimefaulu. Lakini baada ya hapo nini kimetokea? Injili ilikuwa ni kutubu dhambi. Wapendwa, acha nikwambie, tunapokaa katika hii dunia na injili ambayo unahubiriwa haikuambii uachane na dhambi, ukae katika utakatifu, mambo mengine yote Mungu atashughulikia. Hiyo sio injili, ni ukora. Injili yote ambayo tunaenda tukihubiri, hakuna kitu kingine. Injili tu ni moja, aambia watu waachane na dhambi, wakae katika utakatifu. Kando na hiyo, wapendwa, hapo tumedanganywa. Mimi nakwambia ukweli, hapo tumerogwa. Hapo tutakuwa tumeshajipata katika hali hatari. Unaona vile injili ilikuwa rahisi, kuambia tu mtu wachana na dhambi, kaa katika njia ambayo Mungu anataka ukae, maisha matakatifu, na yale mipangilio yote ambayo ulipangiwa na Mungu atakutimizia yote. Na ujue kwamba Mungu anajua kinyo unahitaji. Kama ni mtoto wako kwenda kwa shule, ani Mungu ajui. Wewe kwa chakula, ani Mungu akatika dunia alikuleta na amezao ya kwamba unataka kula. Ni wewe mwenyewe kujisumbua. Ndio maana Mungu anasema kwamba hata mkijisumbua, mnaweza ongeza hata nywele moja katika maisha yenu, katika hiyo kichwa yako. Ukijisumbua na kufadhaika na huzuni mingi, kuwaza kwingi na kuwazua, swali nauliza, unaweza ukajiongezea hata jicho moja? Utajiongezea hata unywele? Hauwezi. Mungu alituambia kwamba tusikue watu wa kusumbuana na vitu vya dunia, lakini tutulie, tumtafute yeye. Ani injili chenye Mungu anataka katika hii dunia ni sisi kumjua, wapendwa, na kujitenga na mambo yoyote ya giza. Tutembee katika njia yake takatifu, tuone kama atatupatia mashamba kama alitupangia. Unajua kuna watu ambao
hamutapata mashamba. Mungu hakuwapangia hivyo na mnasumbukana nayo. Kuna watu ambao hata hamukupangiwa, hamutaingia shule na mtaishi katika eneo na mtafaulu. Kuna wale ambao hamukupangiwa ya kwamba nyinyi pia mtakuwa mabosi, lakini mtaendelea tu kufanya kazi na mtaendelea kufaulu. Mpendwa, sisi wote tulienda kwa shule kusoma, lakini sio kila mtu alikuwa na shule. Kuna wale ambao walikuwa na shule, walikuwa na run hiyo shule. Lakini ukitaka kufungua shule yako, wewe fungua tu. Mimi nakwambia ukweli, sisi wote tumeitwa, hata tuko katika kanisa. Lakini sisi wote tumeitwa na Mungu ya kwamba kila mtu atakuwa pastor, kila mtu atamanage kanisa. Hapana. Tuko kanisa moja, watu bilioni 7, watu bilioni 10, kanisa ni moja. Kila mtu anahudumu katika kazi yake. Lakini sio kila mtu kutoka pale na kufungua kanisa. Ndio maana unaona kuna ukora katika Injili. Kwa sababu kila mtu anapoanza kuhubiri, anapojua kuhubiri, hajaitwa kufungua kanisa. Hiyo haikuwa mwito wake. Ameona waliofungua kanisa sijui wanaokota pesa ama ni sadaka. Ameamuka asubuhi amefungua. Wao ni wakora. Mimi wakati Mungu aliniita, akanitrain. Mungu akaniita katika kipawa cha uinjilisti kwanza. Alinionyesha kwamba ninaanza na uinjilisti, baadaye nitakuwa na kanisa. Mungu akanipatia vyombo vyote vya kuhubiri Injili. Sikuenda kufungua kanisa holi mahali na kuanza kuhubiri. Nilikaa chini katika uinjilisti vile alinionyesha. Aliniambia kwamba nimekuita katika kitengo cha uinjilisti. Nilienda mahali nikakaa. Nikawa katika kanisa, nimekuwa pale, nikatoka hapo nikaingia katika kitengo cha uinjilisti, nimekuwa nikihubiri hapo, na bado niko pale mpaka ile muda yenye ilifika yenye Mungu alisema sasa ni muda wa kuwa na kanisa. Sikujilazimisha wapendwa. Sikusukuma, na nilikuwa na kila kitu yote yenye inafaa nikuwe nayo kwa kanisa na niendelee nayo. Lakini sikusukuma, watu wakawa wananiambia ni vitu gani unakosa kufungua kanisa. Una vile wanadamu anza kukupotosha. Sikuenda kufungua kanisa ati kwa sababu nilikuwa na masipika ama kwa sababu nilikuwa ninajua kuhubiri. Hapana. Nilienda kwa sababu kwanza nilikuwa wakati Mungu aliniita katika wokovu, alinionyesha nitakuwa mwinjilisti. Akanipanga na akaniambia vile nitaanza hiyo uinjilisti. Akaniambia baadaye vitu vyenye aliniambia niko navyo sasa hivi naviona. Vile nitaingia mpaka nifike nikuwe na kanisa. Lakini wanadamu walianza kunisukuma hata kabla sijafika kuanza kutoka katika uinjilisti. Kuna wale walitaka kunipatia huduma nikuwe pastor. Kuna watu walitaka kunifanya mimi kuwa pastor. Na sikuwa nimefika, nilikataa. Ningekuwa mtu mwingine natamani ningekuwa nilishakubali na nilishapewa kanisa. Nilikataa. Nikawaambia mimi sijafika kuwa mchungaji. Na wakati wangu wa kuwa na kanisa sio huo. Mungu alinionyesha kwanza ni uinjilisti. Na kweli hiyo ndio kazi ambayo nilianza nayo. Bila kujilazimisha mpaka ikafika wakati yeye mwenyewe akaleta kanisa. Hakuna kitu mimi nimelazimisha kwa maisha yangu hata kimoja. Hakuna kitu yote Mungu amenipatia katika maisha yangu nikiwa ninasumbukana ati lazima nipate hiyo kitu. Hapana. Vitu zenyewe zote ambazo niko nazo kwa maisha zimekuja bila mimi kutumia jasho na nguvu na vitina na mabishano zote. Kila kitu ambacho niko nayo kwa maisha, hakuna kitu mimi nabishana na mtu. Injili ndio kitu rahisi. Wacha nikwambie ukweli. Lakini lazima ukuwe mtu mtiifu wa kuikubali. Ukijifanya mjuaji, ukijifanya wewe uko na mabishano na tamaa zako, injili itakuwa ngumu. Utakimbia mbio leo, utafika mahali ukuwe mshindi, lakini kesho utarudi mahali ulianzia zile mbio. Watu watashangaa. Ndio maana kuna watu walianza makanisa wakafika mahali wakafunga. Paka watu wengine wa dunia wanauliza, kweli walitumwa na Mungu? Mungu anasema aje? Ukianza kujenga mnara, kaa chini upige hesabu. Ili ukianza kujenga usifike mahali hiyo mnara ikasimama. Utaibisha Mungu, utafanya watu watukane Mungu. Watu waseme huyu mtu alianza kitu bila mpangilio. Mimi wakati Mungu aliniita, nikaokoka. Akanipeleka mahali kwa kanisa. Nilikaa pale miaka kama 5. Kama mimi sio mhubiri, kazi yangu ni kusikia injili na nikurudi kwa nyumba. Baada ya miaka 5 akaniambia sasa wewe unafaa uanze mambo ya uinjilisti. Nikaanza mambo ya uinjilisti. Lakini nimekaa mahali miaka 5, sisumbui pastor, nataka nihubiri, sisumbui watu mniweka kwa madhabahu. Hapana, nimekaa tu mahali, nimetulia. Mungu ananifundisha, ninachongwa. Sijaenda Bible school,
Sijaenda theology. Baadaye akaniambia sasa ya wakati umefika, akanituma. Wewe unafikiri ndio nifike mahali nitumwe, nikuwe mtume, nitumwe as an evangelist kwa dunia mzima? Mungu anaweza kutuma mtu kama hajajua huyu mtu amefika? Wanafunzi walikaa na Yesu, walipofundishwa wakafika, ndio wakatumwa. Injili ilikuwa rahisi na hakuna kitu nimelipia kwa hii injili. Hakuna mwanadamu anaweza kuja hapa asema ndiye amenisomesha. Hii injili nimesomeshwa na Mungu mwenyewe. Ndio maana nikisimama kuihubiri, sihubiri nikijiangalia mimi, nikiangalia mwanadamu yule, nikiangalia serikali, nikiangalia nani. Siangalii kitu yoyote. Aliyenituma, aliyeniita, ninajua vile alinipata. Ninajua maagizo ambayo nilipewa. Ndio maana nikihubiri injili siwezi kuangalia cheo cha mtu, sina wasiwasi yoyote na kiumbe ambao ni mwanadamu awe ni kingine, sina wasiwasi. Lazima nihubiri injili hii vile niliagizwa, bila vizuizi. Siwezi kosa kuambia mtu ukweli hata akuwe rais. Siwezi kosa kuambia hata mfalme. Siwezi kosa kuambia polisi na jeshi na magaidi sijui na wachawi ukweli. Atunatetemeka ati watanimaliza. Wananimaliza. Wanajua wakati nilikuwa katika dhambi ilikosa kunimaliza. Watu walitaka nikufe. Unajua ni watu wangapi walinilaani? Wewe unajua hata wakati nimeokoka hivi ni watumishi wangapi wamenilaani ya kwamba ninafaa nikufe na bado ninaishi. Sasa ndio wewe kuja unitishie sahi. Mpendwa, injili ndio kitu rahisi kuliko kila kitu dunia mzima. Lakini itakuwa hivyo wakati utaikubali. Ikuongoze, sio wewe uongoze injili. Ukubali injili ikuongoze na ukuwe mtiifu kwa hiyo injili, utasherekea. Mimi katika maisha sibishane na mtu, singangani. Hakuna kitu yote ninapata kwa maisha kwa sababu ninangangana na mtu ati fulani amepata ndio. Kila kitu Mungu analeta kwa wakati wake. Hakuna kitu naenda mahali ati nichukue ndio fulani pia nione niko nayo niende. Kila kitu inaletwa kwa wakati wake. Mimi kazi yangu ni kungoja. Maono yote ambayo Mungu alinionyesha nimeona yeye mwenyewe akitimiza bila wasiwasi. Ndio maana siwezi bishana na mtu, kwa sababu mimi bila aliniita akanipatia haya maagizo, kuna mwingine alipewa tofauti na mimi. Ndio maana siwezi kujilazimisha na kuforce vitu katika maisha. Kazi yangu ni kungoja nipangwe. Siwezi panga Mungu. Na siwezi anza kuongea lugha ya mashetani ati sipangwangu. Mimi ninapangwa. Na nilikwambia katika hii dunia kila mtu anapangwa. Serikali inapangwa, familia zina. Ukikataa kupangwa katika hii dunia, toka. Hata ulize wale watu ambao wameenda Freemason, wanapangwa. Ukiwa kwa shetani huko, sijui Illuminati, Freemason, wanapangwa. Huwezi enda huko kupanga shetani huko. Nakwambia huwezi enda pale kumpanga. Hivyo ndio watu wa shetani, waulize, wanajua. Wale ambao wamekuwa huko, ambao wanajua habari za Freemason. Hata hapa kwa Mungu huwezi kuja kupanga Mungu. Uliza Jona, uliza Musa, uliza Yeremia. Walijifanya wajanja, hata wataki injili ati waende waihubiri. Waliihubiri kwa lazima. So, nataka kumaliza ujumbe nikisema hivi, injili ndio kitu rahisi. Tuliambiwa tu kwamba kazi yetu ni kuabudu. Baada ya kuabudu, vitu vyote vilikuwa vimeshaumbwa kwa sababu sisi kuabudu. Mahitaji yote ya kuabudu tayari Mungu aliyaleta kabla sisi. So tunakaa ndani ya vitu. Sisi ni kupewa tu. Wakati ukifika, kama ni shamba lako, kama ni mtoto, kama ni bibi, hiyo wakati unaanza kupewa. Lakini ukijilazimisha, utaingia ndani. Hata watu watakupigia makofi, watasema umefaulu. Lakini ipo siku walio kupigia makofi hata hawatapiga tena, watarudi na watakugeuka vibaya sana. Ndio maana mimi siwezi kufuata mawaida ya mtu yoyote. Kuanzia kwa mke wangu, kuanzia kwa wazazi wangu, kuanzia kwa serikali, kuanzia kwa mtu yote anayeitwa mtumishi. Mawaida yoyote ambaye ananipatia, hata yakionekana kuwa ni mazuri, lakini hayaambatani na Mungu, siwezi fuata. Hiyo nilikataa. Siwezi fuata kitu kama hiyo. Hata itoke wapi, siwezi kufuata. Lakini nikifuata ya Mungu, niko na uhakika. Wacha nibaki peke yangu, kila mtu afuate yale mengine, lakini mwisho ndio tutajua. Hatuwezi kwanza kucomplicate injili ambayo ilikuwa rahisi, kuambia tu watu watubu, wacheni wizi, tembeeni katika utakatifu, wacheni ukahaba, wacheni masengenyo, wacheni uadui, wacheni vitina, muacheni mambo ya magombano, muacheni ulevi, muacheni uchawi. Kitu hiyo pekee rahisi. Sasa tunaanza kuzungumzia watu ati injili ni ngumu. Kwa sababu ya mawazo yetu tunataka kuongoza injili. Huwezi ongoza injili na ikawa rahisi, itakuwa ngumu kabisa. Kwanza itakuwa ngumu, hata itakumaliza.
unataka kuja kuongoza Mungu na unasema yeye ndiye alikuumba. Na saa hii kanisa lolote ambalo unaenda, mtumishi wote ambao unamsikia, mwenye hakuambii uachane na dhambi, huyo mtumishi wachana naye. Mtumishi kazi yake tu ni kukaa, mnaenda kufanya kazi Dubai, mtapata visa, mtapata watoto. Sasa hizi ni vitu ambavyo Mungu alituambia, anajua tunahitaji. Mungu anajua kwamba kuna wale alipangia ndoa. So Mungu kama alipangia ndoa na akapanga nitakuwa na watoto, sasa unakuja kuniambia kwamba nitapata nilishapangiwa. Sasa hiyo ndio unabii, hii ndio tunashindia Jumapili kwa mikesha, kwa ibada zetu. Hakuna kuambia walevi ukweli, hakuna kuambia rais awachane na ufisadi, hakuna kuambia polisi waachane na hongo na wanajeshi, hakuna. Tukiingia tu kwa ibada tunaona mnaenda Amerika. Kufanya nini? Kumbe ni ukahaba, kulala na umbwa, kufanya kazi mlipe pesa mingi madola, na kumbe ile kazi mnaenda kufanya ni ya kuingiza katika dhambi. Hataki kuambia wale watu ambao wanaenda Qatar, Saudi Arabia, hataki kuambia wale watu ambao wanaenda Dubai ya kwamba mnaenda kufanya nini. Hiyo kazi ambayo mnaenda kufanya hiyo, Mungu ameikataa. Hiyo ni kazi ya kuinua dhambi. Tokeni katika hiyo kazi, wachaneni nayo. Sasa tunakuja katika ibada kuanza kuambia watu tunaona visa zimeshuka. Tunaona kwamba mnaenda kuzaa. Sasa wapendo, ninapoenda kuzaa inasaidia nini katika ufalme wa Mungu? Ile neno Mungu alituambia kwamba tuambie watu watubu dhambi. Sasa umenitabiria, ndio ninaenda kupata shamba. Unajua unabii wote ambayo Mungu akikwambia kwamba ninaenda kupata shamba, atakupatia vile hiyo shamba nafaa kutumia. Unabii wote ambao Mungu unakuja katika maisha yako na haupewi mwelekeo wa wewe unabii, ni ukora. Mungu akisema kwamba unaenda kuoa, lazima aliyepewa wewe unabii ataambiwa masharti. Utakapooa, Mungu anataka ufanye hivi, ufanye hivi. Kama ni kazi, unatumwa Amerika, unatumwa India, Mungu atakupatia masharti. Unabii wote ambao hauna mwelekeo, hauna masharti ya kwamba ukifanya hivi, Mungu amekwambia kwamba anakutuma India kwenda kufanya ile kazi, na anakupatia masharti. Wakati utakuwa katika hii kazi, hakikisha kwamba umemtukuza, ufanye hivi na hivi. Ukikosa, mimi Mungu nitakuadhibu. Hiyo ndio unabii. Sio unabii ya kwamba nimeona kwamba bibi yako atazaa mapacha. Baada ya kuzaa mapacha, nini Mungu amezungumza kwa hao mapacha? Watakuwa nini? Unafaa ufanye nini na hao mapacha? Hakuna, ni ukora tu. Unabii kama hiyo usijaribu kuniletea bwana. Ukijaribu kuniambia kwamba Mungu anasema ya kwamba nitaenda kesho France, ninaenda kufanya nini? Ukuwe tayari kuniambia vile Mungu amekwambia, because Mungu anapeana information ambayo iko complete kwanza. Uniambie ninaenda ku France kufanya nini? Na kama hajakwambia nitakutuma urudi kwa huyo Mungu, lazima nijue nienda kwa France kufanya nini. Sio kuamuka tu ati Mungu amesema unaenda France kufanya nini. Mungu amekwambia utafungua biashara. Biashara gani? Utaenda kufungulia watu baa, watu watakufia kwa baa yako, wanafunzi hawatasoma, watakuja hapo kukufia hapo. Sasa hiyo ndio kazi. Usherati na uzinzi itakuwa ndio kazi yako, umefungua pale. Sasa unaambia mtu Mungu amesema utafungua biashara. Alafu mtu anakimbia nenda nafungua biashara ambayo ni ya kufanya dhambi ikapate kuenea, alafu anasema kwamba hata nilitabiriwa. Aliyetabiri ni mtumishi wa Mungu. Tuache kuleta mchezo katika Injili. Kama hatujui Injili, tukae chini tufunuliwe. Ndio maana nilikuambia hapa, Paulo alisema kwamba Injili ambayo anahubiri hajiendea theology. Injili ambayo anahubiri hajafundishwa na mtu. Injili ile aliyemuita wakati alikuwa gaidi sugu, akaweka injili ile ndani yake, ndiye anaitoa, ndiye akasema kwamba lazima ataihubiri. Na haihubiri ati watu wamuunge mkono. Anahubiri watu waisikie. Baada ya kusikia, wewe ukishaipata, ukishaisikia, mambo yake amemaliza, mshahara wake umeingia. Wewe kufuata na kukataa iko juu yako. Yeye atalipwa kwa sababu alihubiri na ukasikia. Hiyo ndio mahali ambapo pia mimi nalipwa. So kuanzia siku ya leo, mahali popote unaenda na unasikia kuhubiriwa injili, na ile injili ambayo unahubiriwa haikwambii ujitenge na dhambi, wachana nayo. Hiyo ndio maana mitume walihubiri injili ambayo mitume walihubiri, manabii, Yesu mwenyewe. Na hata alipoenda alituachia hivyo, hata mitume walituambia hivyo. Tuendelee na hiyo injili, tubuni dhambi, ufalme wa Mungu umefika. Mambo mengine yote mnayohitaji baada ya kutubu, baada ya kujiweka sawa. Sasa mimi kama nimekaa katika utakatifu, kweli Mungu ataninyima nguo? Mungu ataninyima hii nguo? Kama nimekaa katika utakatifu, chakula,
Tena itakuwa ni kitu ya kuomba Mungu, na yeye mwenyewe ameshatengeneza, kama ni ng'ombe ziko hapo, kama ni kuku, kama ni nini, yeye mwenyewe alishatengeneza hizo vitu akaleta katika dunia kwanza kabla ya mimi zinisaidie. Tena nitasumbukana? Atanipatia. Lakini sianze kubishana ati fulani amekula kuku pale leo, pia mimi naanza kusumbukana lazima nikula. Hapana. Kuna ule anapokula kuku, kuna ule mwingine amekunywa soda, kuna ule amekunywa uji, kuna mwingine amekula ugali na kienyeji. Siwezi anza kubishana mtu. Lakini siku ya leo unaanza kubishana watu, utakufa, utaangamia wewe. Kama maisha ambayo Mungu alikupangia, iishi kulingana na neno la Mungu aliloweka juu ya maisha yako. So kuanzia siku ya leo, kama kuna kitu rahisi ni Injili. Lakini sisi wenyewe ndio tumeifanya kuwa ngumu, alafu tumeanza kulaumu watu. So kuanzia siku ya leo, wacha kujifanya kwamba ati Injili ni ngumu. Kuna vitu vingine vimekuwa vigumu, lakini watu wanakufia kwa zile vitu. Kuna watu wanahatarisha kufanya vitu ambavyo ni ngumu, lakini napofika kwa Injili hawako tayari. Nakwambia mtu ako tayari kuhatarisha maisha kwa vitu zingine, hata ukiangalia ni hatari. Lakini ninapofika kwa Injili, yule mtu amekuwa sugu, amekuwa mjuaji. So kwa wale ambao mmepata ujumbe, nawaambia hivi, tafadhali kwa jina la Yesu, tuendelee kuhakikisha kwamba Injili hii tunaihubiri, tukijua kwamba ndio kitu rahisi duniani mzima. Hakuna kitu kingine rahisi. Na tujue kwamba Injili hii ni sisi ambao Mungu anataka tuihubiri, na mengine yote ambayo tutahitaji tutapewa tu kama muradi tumeihubiri, kwa sababu anajua tunayahitaji. Na tunafaa kuhakikisha kwamba Injili hii tunaikubali, tunaitii, kwa sababu ni Mungu mwenyewe anaitenda ndani ya maisha yetu. Sio sisi kuongoza Mungu, bali ni Mungu mwenyewe akapate kutuongoza. Wale ambao mmepata ujumbe huu katika mtandao huu wa YouTube, tuko na channel ambayo imeandikishwa Believe and Obey the Only True God. Mtandao wetu wa TikTok, Believe and Obey Jesus Only. Katika mtandao wa hapa Facebook ni Believe Obey, na Injili itaendelea. Kila mtu ambaye amepata hii Injili, inapokusaidia peana kwingine. Injili hii inapeanwa kwa sababu ya kwamba tunataka turudishe Injili ya ukweli, Injili ambayo Mungu alikusudia itakayohubiriwa siku ya mwisho, ifikie kila kiumbe, ndio siku ile ya hukumu kusikuwe na mtu ambaye atatoa sababu. Na Mungu akubariki yule ambaye umefuatilia ujumbe, na hata yule ambaye ataenda kuupata baada ya ujumbe huu kuingia katika mitandao. Unapopata ujumbe huu na ukaweza kuamini, uacha Mungu akakubariki sawa sawa na mapenzi yake. Mungu awatende wema na mkawe na wakati mwema, na jina la Mungu liendelee kutukuzwa na Injili itaendelewa. Amen, amen.